kuzawaamini tunashangilia, Bwana mwenye shani tunamswalia, swala milioni twampelekea, kesho kiyamani tatushufaia. Kuzawaamini tunashangilia, Bwana mwenye shani tunamswalia, swala milioni twampelekea, kesho kiyamani tatushufaia. Kuzawaamini tunashangilia, Bwana mwenye shani tunamswalia, swala milioni twampelekea, kesho kiyamani tatushufaia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, tukiwa Masjid Tauhid maeneo ya Port Victoria mjini Busia, Kenya. Na hapa nafikiri unasikia mazungumzo au mawaidha yanatolewa hapo. Wakati huyo ni Sheikh Farjala ambaye kwamba wanahusia waumini katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, ni mambo gani ambayo kwamba Waislamu wanafaa kuyafanya na ni mambo gani ambayo kwamba unaweza kuyafanya somo yako inaweza kubatilika au inaweza isikubaliwe. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, ungana nami Al-Ustadh Zamyl Al-Farshi katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani, na hakika muda si mrefu tutazungumza na baadhi ya viongozi na tutafahamu mengi kuhusu mji huu wa Port Victoria katika mji huu wa Busia, Kenya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, na hakika tunaye kiongozi wa vijana katika maeneo haya ya Port Victoria, na huu ni msikiti wa Masjid Tauhid ulioko Port Victoria mjini Busia. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, tutakuwa naye hapa atafahamisha jina lake na pia tutazungumza mengi zaidi. Kuwa nami Al-Ustadh Zamyl Al-Farshi katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani. Assalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Uthman Idris. Nani? Uthman Idris. Sheikh Uthman Idris. Naam. Wewe una nafasi gani katika mji huu? Unasikia ni kiongozi wa vijana kweli? Naam, mimi ni kiongozi wa vijana. Mimi ni mwenyekiti wa vijana wa eneo hili la Port Victoria, Bunyala kwa jumla. Kundi letu ambalo linaitwa Bunyala Muslim Youth Group. Sasa mimi ndio kiongozi wao, na pia vile vile mimi ni ustadhi kwenye msikiti. Mimi ni mwana dawa, nafanya dawa katika msikiti maeneo ya haya ambayo tuko ndani yake. Leo kulikuwa na semina ya vijana. Hii semina imeandaliwa kundi chenu au ni Waislamu wa mji huu? Naam, hii semina tumeandaa na kikundi chetu ni sponsor fully wa hii semina ambayo tumekuwa na, ambayo lengo lake kubwa ilikuwa ni kulenga masharti za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Je, ni kikundi unaandaa semina kama hizi mwezi mtukufu wa Ramadhani au kabla ya Ramadhani kulikuwa na semina zingine? Okay, kama Ramadhani iliyopita tulikuwa na maandalizi ya shughuli kama hizi, pia Ramadhani hii tumependelea tukuwe na shughuli kama hii kwa sababu katika huu mwezi wa Ramadhani watu wengi wanapatikana kukuja kufanya ibada katika msikiti. Najua maeneo yetu haya watu wengi wa Muslimu. Chance ni kama hii ili tupate kuhamasisha watu na pia kuelimisha watu. Kando na hapo pia tuko na darasa mbalimbali tunaandaa katika hizi msikiti zetu. Tunaandaa darasa siku za Jumapili, siku ya Alhamisi, siku ya Jumapili na Alhamisi, darasa fulani. Pia huwa tunaandaa darasa fulani mbalimbali, mashehe kutoka mbali kuja katika hizi maeneo yetu, katika hizi msikiti wetu kama huu wa Tauhid, na pia ingine ya Jamia, pia ingine iko Masjid Nur. Tunaandaa hizi darasa za kuhamasisha watu wenye wamesilimu, watu wenye tayari wako katika dini, pia na kufunza mafunzo mbalimbali. Pengine hii kundi yenu ya vijana ni wana semina ni mji huu wa Port Victoria au ni sehemu yote ya Busia? Okay, sometimes tunatoka tunaenda kama kuna semina zinaandaliwa katika mji wa Busia, miji zingine ambazo ziko karibu na sisi, huwa tunatoka tunaenda, sio ya kwamba sisi tunaenda kutoa darasa, lakini tunaenda kuhudhuria kukusanya na grupu zingine. Walakini tunanuia hapa mbele pia kundi letu lianze kusponsor baadhi ya, kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala akituwezea, miongoni mwa wale ambao wako na elimu katika sisi, tuanze kutoka kwenda miji ambayo kwamba inahitajia karibu kama hizi vitongoji mbalimbali karibu na sisi, tuwe ni wenye kutoa darasa kwa ajili tu ya kuhamasisha watu katika dini. Na pengine hii kundi chenu inapitia changamoto gani katika harakati hizi za dawa? Okay, changamoto nazo ni nyingi. Changamoto ni nyingi, na kama anavyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasbir. Lazima uwe na subira katika masala ya kufanya dawa. Huwezi ukafanya dawa kama una subira. Changamoto kubwa ni changamoto ya watu wachache, au walimu ni wachache na umma ni kubwa. Then changamoto nyingine ni kwamba watu wanasilimu, then hakuna
chances ya kupata watu kujifunza dini. So unajua inakuwa ni kazi ngumu sana kufikia watu uelewa wa dini. Kuna masala mazito makubwa katika maeneo kama haya. Pengine changamoto hizi zinasababishwa na nini? Okay, changamoto kama hizi naweza sema zinasababishwa na maybe maeneo yetu Uislamu umekuja ndio unakuja. So watu wengi sio, huwezi sema kupata mtu amezaliwa katika dini hani wachache, watu wengi wamesilimu. Then changamoto nyingine kubwa ni changamoto ya pesa. Unajua hatuwezi tukasukuma dawa, haiwezi kasukumika. That's the reason why umeona maeneo mengi yenye nimetaja dawa tunazozifanya ni katika hizi misikiti zetu ambao tunaweza access na pikipiki haraka. Mtu shekhe hana gharama sana, uwezo ukaleta shekhe mkubwa kutoka mahali. That's the reason as why finance can be the problem. Though tuko na mipangilio katika group yetu ambayo huwa tuko na ada ambayo tunatoa kila mwezi kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hii ada ndio tunashughulika kidogo kuweka katika kufanya pengine samani, kama kuna Muislamu mtazamaji anatuangalia kupitia TV yetu ya Zamyl TV, angependa pengine kuchangia katika jambo hili la kheri, pengine angechangia kwa njia gani? Naam, contact zetu ziko, niko na viongozi wenzangu, secretary wangu, katibu wangu, niko na katibu na treasurer ambao wote tunafanya nao hii dawa. Tuko na sheikh wetu mkubwa hapa, viongozi wetu wa imamu zetu wa hizi msikiti, na tuko na account ya group yetu ambao ni ya bank katika KCB, na pia tuko na account ya buy goods. Katika njia yote, kama mtu yoyote ambaye anapenda dawa na anaona hizi kazi tunazozifanya zina manufaa, wallahi anaweza akachangia katika njia yoyote sisi kuendeleza dawa. Mashaallah, nashukuru kwa muda wako na jazakallahu khair. Pengine tutaongea na baadhi ya viongozi wengine kama watakuwa wapo, na tuweze kupata mtazamaji wa Zamyl TV Nuru wa Imani. Tuna viongozi wengine hapa, tutaweza kuzungumza nao mawili matatu ili kujua mengi katika kikundi hichi ambayo kwamba kiko Port Victoria, katika Masjid Tauhid ilipo Port Victoria katika kaunti ya Busia, Kenya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa katika muda unaokuja inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru wa Imani, kwa mara nyingine tena, na hapa tunaye shekhe wa msikiti huu wa Masjid Tauhid iliyopo Port Victoria. Tutazungumza naye mawili matatu na pia tufahamu jina lake na pia changamoto ambazo kwamba anazipata katika harakati za dawa na katika harakati hizi wa msikiti huu ambao kwamba upo mbele yangu hapo nyuma yangu hapa. Tutazungumza naye inshallah, usindoke usibanduke inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Sogea. Vipi hali yako Sheikh? Nashukuru alhamdulillah. Unaitwa nani jina lako? Abdul Aziz Muhammad. Abdul Aziz Muhammad. Kwa hakika wewe ni shekhe au imamu wa msikiti huu? Mimi ndio imamu wa msikiti wa Marenga ambaye inaitwa Masjid Tauhid. Na leo naona kuna semina ya vijana hapa, pengine hii semina imeandaliwa na vijana au ni kamati ya msikiti? Alhamdulillah, walioandaa ni wa vijana wetu wakishirikiana na mashekhe wao, kikundi cha Bunyala Muslim, yote ndio walioandaa. Na pia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani huu, pengine mna mpangilio gani katika msikiti wako huu wa mambo ya darasa na mambo mengine ya kudawa kwa wanasi wa Uislamu katika mfungo huu wa Ramadhani? Alhamdulillah, tumeweka mpangilio. Tuko na kijana ambaye ni chairman wa vijana ambaye ni dai, ambayo kila baada ya salati al-asri atakuwa na darasa hapa isipokuwa siku ya Ijumaa, na mimi pia imamu wa msikiti huu pia baada salati adhuhuri nina darasa, na nina mwenzangu imamu mwenzangu pia anatoka sehemu za ng'ambo, pia anakuwa kwa wiki hapo na darasa ya siku mbili, na vile vile kuna wale mashekhe pia huwa tunawaalika mara kwa mara pia wanafanya durusi ya Ramadhani. Pengine katika mpangilio wa kufungua muadhini, misikiti mingi Mombasa, Nairobi wanakuwa na harakati ya kufuturisha tu muadhini tende nini, pengine msikiti wako hapa ikoje? Wallahi sisi tunashukuru alhamdulillah, tumepata tende alhamdulillah ya kutosha Ramadhan kutoka kampuni yetu ya Busia Sugar alhamdulillah, na kuna baadhi ya Waislamu pia wameungana alhamdulillah, wametoa maji ya Waislamu kufuturu kutoka Ramadhani iliyoanza mpaka Ramadhani kuisha, na watu wanakaa ndani ya misikiti wote tende na kadhalika. Kuna uji, kuna mapochopocho. Waislamu kila mmoja analeta sadaka yake, inadondoshwa pale na watu wanaungana wakifuturu pamoja. Mashaallah, shukrani Sheikh kwa muda wako na jazakallahu khair. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru wa Imani, huyu ni Sheikh Abdul Aziz ambaye kwamba ni imamu wa Masjid Tauhid iliyopo Port Victoria, kaunti ya Busia, Kenya, na ameelezea ambapo kwamba hapa alhamdulillah wamepata tende na pia wanafuturisha watu baada ya adhana ya maghrib. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru wa Imani, ungana nami Al-Ustadh Zamil Al-Farshi katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru wa Imani, na tuna shekhe mwingine hapa atazungumza naye mawili matatu na pia tufahamishe changamoto ambazo kwamba wanazopitia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Assalamu alaykum wa barakatuh. Naam. Vipi hali yako? Alhamdulillah, nashukuru.
Mzima? Tuko wazima, labda nyinyi? Sheikh, pengine wewe ni wa wapi? Ni wa hapa ama? Mimi ni wa msikiti wa Mugwayo kwenye maeneo ya Budalangi. Budalangi? Naam. Pengine Sheikh, tufahamishe jina lako, unaitwa nani kwanza? Naitwa Farijalla Muhammad. Farijalla Muhammad. Naam. Pengine msikiti wako katika harakati za da'wa katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, mna mpangilio gani katika kusambaza da'wa na kusambaza elimu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani? Katika mpangilio tuko na darasa pale ambao tunaendelea nayo kila baada ya swala ya kama dhuhuri na alasiri hivi, na pia magharibi tunajaribu kumaliza na tunatumia kitu kidogo tu hivyo. Na pengine katika msikiti wako waumini wa Uislamu ni wangapi? Waislamu ni wachache, takriban watu 32 33 hivi. Na waliosilimu? Waliosilimu tuko nao 15 hivi. Pengine changamoto katika msimu huu wa Ramadhani ambapo umeingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuna waliosilimu? Na kuna wale ambao wamesilimu juzi, takriban watu wawili. Je, katika mafunzo kwa watu waliosilimu mnapata mafunzo gani kwa sababu ni wageni katika Uislamu? Je, unawahimiza vipi kufunga? Je, wanaruhusiwa kufunga au kufunga kwao ni kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi? Na kwa wale ambao wamesilimu tunaruhusu kuweza kufunga, kwanza wanaanza kuanzia asubuhi, ikiwezekana kufika saa 7 kama nini umezidi sana basi wao ufungua, lakini wataenda polepole mpaka wataweza kuweza kumaliza. Pengine msikiti wako katika msimu huu wa Ramadhani watu wanafuturisha watu magharibi na wengine ulikatende msikitini. Pengine msikiti wako je, umefikishwa chochote kitu ambacho kwamba ni kufuturisha waumini? Kwa muda huu bado hatujaweza kupata chochote cha kuweza kufuturisha waumini pale msikitini. Msikiti wa sehemu gani? Uko maeneo ya Budalangi pale Mugwayo. Pengine ni mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru Imani ataangalia, angependa kuchangia chochote ama nitende au chochote kitu, je, angefikisha kwa njia gani? Kwa njia ambayo angeweza kufikisha akitumikia kwa huyu ndugu yetu ambaye ametoka kuzungumza hapa, huyu imamu wa msikiti wa Marenga, tunaweza tukaipata. Na pia katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, swala tarawih katika misikiti mingi ambayo kama ziko ndani wengi hawaswali, misikiti za kijijini sana. Sijui msikiti wako ni vipi? Unaswali tarawih? Hapo tunaswali takriban watu 6 hivi. Tarawih. Watu 6. Naam. Na Juma inasimama? Juma inasimama kama kawaida. Pengine changamoto ya msikiti ambayo kama mnapitia katika msikiti wako ni changamoto zipi? Changamoto ni kule waumini wenzangu kwanza wanakaa mbalimbali, hatua mbalimbali, takriban kilomita 5, baadhi yao wako zaidi hapo. Na pengine inasababishwa na nini mpaka waumini kukaa mbali? Ni watu kutosilimu, watu kutojenga au ni vipi? Inasababishwa na maji ambayo yalikuja kutokea wakati wa mafuriko. Hasa ikawa watu wako wanahama kuendea sehemu ambazo kuko juu kidogo. Pengine Waislamu wanatuangalia, wangependa kusaidia pia waumini ambao kwamba sehemu mbalimbali kama hivyo, ungewashauri wasaidie kwa njia gani au wafanye nini ili Waislamu wapatikane kwa wingi? Tunashauri wale ambao kwamba wangependa kuweza kuwasaidia wenzetu ambao wako pale, haswa upande wa makazi yao, wapatia morali, kama upande wa hizi buibui kidogo zipatikana kwa wale ambao ni watoto wa kike. Pia madrasa tuko nao, japo pia changamoto upande wa vitabu pia hawana. Kama tungepata vitu kama hivi tungeweza kuwasaidia ili wanafunzi pia angalau waweze kujua msingi wa dini yao ni ipi. Pengine mna akaunti ya msikiti ambayo kama mtu anaweza kuchangia pesa yoyote? Akaunti ya msikiti bado hatuna hiyo akaunti, tunatumia namba ya mtu individual. Hebu tungependa kupata namba hiyo, unaweza kutajia, pengine mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV anaweza kaandika chini, pengine anaweza kuna shilingi 20, shilingi 100 akaweza kutuma. Namba ni 0723 053 825. Jina inakuja jina gani? Jina ni Farijalla. Mashallah, jazakallahu khair. Shukrani sana Sheikh wangu. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru Imani, huyo ni Sheikh Farijalla, ameeleza mengi, nafikiri mmesikia, na changamoto ya msikiti wake ambao kwamba uko maeneo karibu na maeneo haya Port Victoria ambao kwamba sema ni Budalangi. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru Imani, changamoto umeweza kuzisikia na namba za simu ameweza kuzitaja, itapita chini ya skrini yako hapa, na ukiona shilingi 20, shilingi 100, shilingi 50, basi unaweza kusupport na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza akakuongezea kwa kila ambacho kwamba umekitoa. Kwa hayo machache au mengi, ulikuwa naye Al-Ustadh Zamyl Al-Farshi, na pia tutazungumza na baadhi ya viongozi wengine ambao kwamba wamo ndani ya msikiti. Ukitoka inshallah tutazungumza nao, na wala usiondoke wala usibanduke. Usisahau pia kusubscribe pamoja na kushare pamoja na kulike. Hii yote ni kutia nguvu katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru Imani, kusambaza dawa na kusambaza elimu katika mji huu wa Kenya na nje ya Kenya. Assalamu alaykum. Kiongozi mwingine hapa atafahamisha jina lake na pia atafahamisha cheo chake katika mji huu katika msikiti huu wa Masjid Tauhid uliopo Port Victoria, kaunti ya Busia, Kenya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sogea karibu. Vipi hali yako? Alhamdulillah, mimi ni mzima wa afya. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Unaitwa nani Sheikh? Mimi ni Fadhil Ibn Abdul Karim, mkazi wa hapa Port Victoria na ni treasurer wa vijana hapa Port Victoria. Katika kikundi chetu cha vijana mimi ndio mweka hazina. Mashallah, pengine kikundi chenu kilianza lini, namna gani sasa, ile mwaka, miezi ama namna gani tangia kianze? Tangu tuanzishe hiki kikundi tuna takriban miaka mitatu sasa tangu tuanzishe hiki kikundi chetu cha vijana. Miaka mitatu. Je, mafanikio ambayo mliyapata katika kikundi hiki ni yapi?
Naam, katika pilika zetu na juhudi za viongozi na kwa hisani za watu tumeweza kupata tent ambayo tunatumia kama vijana katika shughuli zetu, na ambayo pia inaweza kutuletea na inatuingizia kipato kidogo wakati ambao imetumika. Kwa sasa hivi milki zetu ni hivyo tent moja ambayo inabeba takriban viti 30. Mashallah. Naam. Na pia changamoto katika miaka hizo mitatu, mmepitia changamoto gani? Na changamoto ni kwamba katika hiki chama vijana tunatarajia kwamba katika kila mwezi tuwe tunatoa walau shilingi 100 au zaidi ya hapo, lakini kuna changamoto kwamba vijana wengi kimapato wako chini, na baadhi yao pia wako mashuleni ambapo hawawezi kutimiza haya mahitaji ya kutoa hii sadaka katika kila mwezi, na ambapo huwa ni changamoto kubwa sana katika kuendesha shughuli za dawa kama hii moja tulivyokuwa nayo hapa, ambayo inahitaji ufadhili wa pesa ndiposa tukaweze kuendelesha hizi shughuli. Na pengine katika vijana katika kundi chenu, je, wote mmeoa au wengine bado hawajaoa? Naam, alhamdulillah, kama kiongozi wetu yeye ameoa na ni mtu mwenye ndoa ya wake wawili alhamdulillah, na wengi wetu bado hatujafanikiwa, maana tumekuwa shuleni wengine, na wengine pia kimapato tuko chini, ambapo tunaona hatuwezani na bado na majukumu ya ndoa. Pengine katika kikundi chenu, je, kuna mix katika wanawake na wanaume au wanaume peke yake? Katika kikundi chetu huwa tuko na wanawake na wanaume pia. Na je, pia wameolewa pia wao ama pia kama nyinyi pia hawajaolewa? Kwa vile ni kundi la vijana ambalo tumeanzisha takriban miaka 3 iliyopita, wengi wetu hatujaoleka, wengi wao hawajaoleka, na pia vijana wengi hatujaoa bado alhamdulillah, lakini tunatarajia insha Allah biidhnillah tutaoa insha Allah. Changamoto kubwa sana inafanya vijana wasioe ni nini? Vijana kwa kweli sisi tuna mentality ya kwamba kuoa labda kuna hitaji uwe mtu mwenye uwezo wa kukimu mahitaji ya mke na yeye binafsi, na kwa hivyo kuzingatia kwamba kazi huwa ina mapato kidogo au kazi ni ya muda, kwa hivyo inakuwa vigumu sana kuanzisha mahusiano ya ndoa, na ukizingatia uchumi wa hivi sasa. Pengine semina yenu hii ya leo ilikuwa agenda ilikuwa ni nini hasa katika semina yenu hii ya leo vijana? Naam, ukizingatia kwamba tumeingia mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuna wengi katika vijana wamesilimu, kwa hivyo tukaonelea kwamba tuandae semina ya kufunza vijana jinsi ya kufunga saumu ambayo itaswihi. Kwa hivyo mafunzo ya leo tulipendelea yawe kwamba ni mambo gani yanapelekea saumu kukatika, na ni mambo gani ukifanya huenda saumu yako isikatike, na tukapendelea tutoe mafunzo kuhusiana na fadhila za saumu na heri zilizomo katika saumu, na iwapo mtu hana uwezo wa kufunga vipi anastahili kufanya. Na pia hii semina ni mara ya kwanza kufanya au mnafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani au kabla Ramadhani pia mnafanya? Naam, huwa katika kila mwezi wa Ramadhani semina huwa tunaziweka mara kwa mara, na hata baada ya Ramadhani huwa tuna mipango na mikakati kadha wa kadha ambayo tunafanya tukidawa. Haswa lengo kubwa la kundi letu la vijana wa Bunyala huwa ni kuendeleza dawa na kujulisha watu kuhusiana na Mola wao. Pengine dawa yenu ni hapa Busia, ni hapa Bunyala, Port Victoria, au ni nje pia ya Busia County, au ni vipi katika kundi lenu? Dawa ni ndani ya Busia peke yake au mmeweza kufika Nairobi, mkafika Mombasa, mkafika sehemu zingine? Matarajio yetu katika kikundi chetu cha Bunyala Muslim Youth, tunatarajia kwamba dawa yetu tuiendeshe hata Kenya nzima, lakini hivi sasa katika hii miaka ya karibuni hapa tumekuwa tukiendesha tu humu Busia, na tumekuwa tukifanikisha shughuli zetu. Mashallah, jazakallahu khair kwa muda wako, nashukuru kwa muda wako na Mwenyezi Mungu akulipe kwa yale yote ambayo mnafanya. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV, Nuru Imani ni huyo, ni kijana ambaye kwamba ni treasurer na pia ni secretary wa kikundi ya vijana ambaye kwamba yapatikana Port Victoria mjini Busia County. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV, Nuru Imani, kwa hakika vijana katika Uislamu wana kazi kubwa kabisa, wana juhudi kubwa kabisa katika kueneza dini hii ya Uislamu. Kwa hiyo ukiwa ni kijana unaweza basi ukafanya harakati ya dawa
bila kuwa na wasiwasi wote. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV, na pia vijana tunahimizwa sana, kikundi kama hii ya vijana alhamdulillah wanafanya kazi ya dawa, lakini mapungufu yao ni katika changamoto ya pesa, na pia baadhi yao pia kuweza kuwezeshwa katika kufanya kazi hii ya dawa. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru wa Imani, ulikuwa naye Al-Ustadh Zamyl Al-Farshi katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru wa Imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa.